Hujambo mwanafunzi na karibu. Katika kipindi cha leo tunaenda kuangalia sajili ya vijana ambayo pia tunasema ni Sheng au sajili ya lugha ya mtaani. Kwa hivyo tutaanza kwa kueleza na tunaambiwa kwamba sajili ya vijana ni lugha ambayo hutumika miongoni mwa vijana. Mara nyingi lugha hii hutumika na vijana kwa njia ya kujitambulisha na kuwatenga wazungumzaji wengine, hasa wazee, katika mazungumzo yao. Sajili ya vijana ni lugha ambayo hutumika na vijana na lengo ni kuwatenga wazungumzaji wengine. Wazungumzaji wengine ni kama vile wazee na huwa wanatengwa wakati ambapo vijana wanazungumza. Hebu tuangalie sifa za sajili ya vijana. Na sifa ya kwanza tunaambiwa inahusisha matumizi ya misimu. Matumizi ya misimu na lakabu hutumika ama hushamiri. Natumai unaelewa misimu ni nini na lakabu ni nini. Na sifa ya pili tunaambiwa kwamba kuna matumizi ya lugha mseto, ile lugha ambayo ni mchanganyiko wa lugha mbili, na tunaambiwa kuna kuchanganya na kuhamisha msimbo. Kumbuka kuchanganya na kuhamisha msimbo ni sawa na kuchanganya ndimi au kuchanganya lugha au kuhamisha ndimi au kuhamisha lugha. Hiyo ni sifa ya pili. Sifa ya tatu tunaambiwa kwamba kuna matumizi ya misemo na mafumbo. Matumizi ya misemo na mafumbo ambayo yanaeleweka na vijana katika muktadha huo. Huenda wengine wasio vijana wasiuelewe. Kwa hivyo kuna misemo ambayo hutumika miongoni mwa vijana na ni vijana tu ambao wanaelewa misemo hiyo na mafumbo hayo. Kwa hivyo iwapo ni mtu mwingine ambaye si katika kundi la vijana, huenda asielewe. Na sifa ya nne tunaambiwa kwamba maudhui hubadilika badilika. Na tunaambiwa kwamba mara nyingi maudhui mbalimbali huchopekezwa na kujadiliwa na mara kuachwa na wengine kujadiliwa. Sifa ya tano, kuna matumizi ya msamiati maalum. Mara nyingi msamiati unaotumiwa hutegemea mazingira yao na hali iliyopo. Kwa hivyo vijana katika mazungumzo yao wanatumia msamiati kutegemea mazingira waliomo na hali iliyopo katika mandhari ya mazungumzo yao. Sita, kuna matumizi ya lugha iliyojaa chuku na lengo ni kutilia chumvi na utani. Saba, tunaambiwa kuna kukatizana kauli. Katika mazungumzo, kukatizana kauli hutokea na sababu ni wakati mtu mmoja anataka kufafanua au pengine kutokubaliana au kuafikiana. Wakati wamekosa kukubaliana au kuafikiana, mmoja atakatiza mwenzake kauli. Nane, tunaambiwa kwamba kuna kukiuka kwa kanuni za sarufi. Lugha inayotumika huwa haizingatii sarufi ama huwa na urasmi wowote. Mara nyingi huwa ni kuelewana tu bila kufuata kaida za lugha. Kwa hivyo katika sajili ya vijana, kuna matumizi ya lugha isiyozingatia kanuni za lugha kwa sababu lengo huwa ni kuwasiliana tu, na mara nyingi kuna ukiukaji wa kanuni za sarufi. Natumai unaziona.